Mheshimiwa Spika, Mungu ametujalia tumeletwa katika jumba hili, bunge hili, kujadili, kutunga sheria, lakini hatutungi sheria ambazo zitatulinda pia sisi tukitoka, maana hakuna mtu atakayeishi hapa milele. Tukitoka hapa, vizazi vyetu hatujui kama vitakuwa vizazi vya ubunge ama vizazi vya kula madawa ya kulevya ama vizazi vya kuiba. Mheshimiwa Spika, sisi tuna uwezo, na Mungu hatusamehi sisi wabunge, kwa sababu tukiwa wagonjwa sisi tuna suluhu. Sisi tunaenda katika mahospitali ya kifahari, tunapanda ndege na kwenda Ulaya kutafuta matibabu, lakini Mungu anaturegesha katika majeneza na masanduku hadi nchini Kenya. Kisha tunaanza kupiga kelele na kusema ya kwamba vipi mbunge fulani aliweza kupelekwa nje aende apate matibabu, amerudi akiwa maiti. Ni aibu. Hatuwezi kutunga sheria za kuleta hospitali, sheria za kuleta usawa, sheria za kuleta haki. Leo sisi tunasikia uchungu mmoja wetu akituondokea, kwa sababu ametuondokea. Tumejaribu kila tuwelazo, tumetumia pesa, tumemwanza na Nairobi Hospital, tumemwanza na Aga Khan, tumempandisha ndege, ameenda Uingereza, ameenda Marekani, lakini hivyo hivyo amerudi akiwa maiti ndani ya sanduku. Mheshimiwa Spika, yule mama anayeuza mboga kule Kaloleni Giriama, yule mama ambaye anauza viazi kule Nyeri, yule mzee ambaye anakaa kule mashinani Turkana, Pokot, Mheshimiwa Spika, nani anampeleka katika hizi hospitali? Nani anamkatia nauli ya kupanda ndege na kwenda Ulaya? Mheshimiwa Spika, hakuna atakayefanya hiyo, Mheshimiwa Spika, kuhakikisha ya kwamba watu hawa hawatapata haya matatizo. Mheshimiwa Spika, ni sisi wabunge wote kwa kauli moja tukubaliane ya kwamba hii ina umuhimu zaidi. Hii ni ya Wakenya 80% ambao hawana huduma za afya. Leo Kenya miaka 55 mama anajifungua ndani ya nyumba. Jamani, hatuoni haya? Jamani, hatuogopi Mungu?